Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima ameweza kuweka wazi kwamba anamtafuta kwa nguvu sana huyu dada ambaye amekuwa akiposti maudhui machafu katika mtandao wa TikTok. Kuna video yake moja ambayo imemponza. Video hiyo ambayo imeweza kupata views, ilikuwa naangalia katika mtandao wa TikTok 13,000. Umekaa zako mwenyewe, umempa tairi, unasikia zako raha, unasikilizia midundo, mara ngoma imeama. Kuna kile kilio utasikia Cute Asnat katika mtandao wa TikTok. So anafanya video zenye maudhui ya sofa katika na kwenye maadili na jamii nzima. So anatafutwa sana na Waziri Gwajima. Nilikuwa naangalia post ya kwanza ya Gwajima ambayo iliweza be collaborated na Bashasha TV. Of course aliweza kuandika ujumbe mrefu sana kuonesha kwamba ni kwa namna gani anamhitaji sana huyu dada kufuatia video zake ambazo zina trend sana katika mtandao wa TikTok. Siku za hivi karibuni nimekuwa nikizungumzia sana mtandao wa TikTok. Ni mtandao ambao pengine unaongoza kwa kasi sana kusambaza content ama maudhui yasiyo na maadili katika jamii. Sasa nafikiri kuna haja ya mtandao huu kufungiwa. Sasa nilikuwa nasoma hii caption ambayo imeweza kuandikwa na hii Bashasha TV katika page na ukurasa wa Instagram ambao wako collaborated na page ya Waziri Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Sasa wao waliweza kuandika hivi: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dorothy Gwajima amemkemea vikali tabia na vitendo vinavyofanyika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambavyo ni kinyume na sheria na maadili ya Kitanzania, huku akisisitiza hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Kupitia ujumbe wake, Waziri Gwajima amehoji mwenendo wa baadhi ya wanaotumia mitandao kueneza kauli na tabia hizo, akisema vitendo hivyo haviwezi kuvumilika katika jamii. Amesema pamoja na kuchukua hatua za kisheria kupitia dawati la jinsia ya polisi, ameanza mkakati wa kutafuta wahusika wao pamoja na kushirikiana na wazazi, viongozi wa mitaa, vijiji pamoja na viongozi wa dini kwa lengo la kujadili mwenendo na malezi ya watu wanaojihusisha na vitendo hivyo. Gwajima anaendelea kuiasa jamii kushirikiana na kukemea kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanayochochea ukatili wa maneno ya kudhalilisha wengine. Sasa hiyo ilikuwa ni posti ya kwanza ambayo iliweza kupostiwa na jarida hili la Bashasha TV. Sasa nilikuwa naangalia katika posti nyingine ambayo aliweza kuiposti yeye kwa maneno yake Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Posti hii ambayo inahusisha huyu mwana mitandao ambayo anajulikana kama Asnat katika mtandao wa TikTok. So wao waliweza kusema kwamba Waziri wa Maendeleo, Jinsia na Wanawake na Makundi Maalum Dorothy Gwajima amekemea vikali tabia na vitendo vinafanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii kinyume na sheria, maadili ya Kitanzania. Kupitia ujumbe wake, Gwajima amehoji mwenendo wa baadhi ya watu wanaotumia mtandao na kueleza kauli hizo chafu. Amesema pamoja na kuchukua hatua za kisheria dawati la jinsia na polisi, amesema kwamba atakuwa anatafuta watu hao kwa wazazi, serikali za mitaa. Sasa alikuwa anaangalia ujumbe wake mwenyewe ambao aliweza kupost Mheshimiwa Dorothy Gwajima ukimlenga huyu dada ambaye anajiita Asnat Cute, akimtafuta kwa nguvu na kwa kasi sana bila kuacha. Siku za hivi karibuni amekuwa na mfulizo wa kuposti sana klipu za huyu dada, screenshot za huyu dada na kusema hivi, ngoja ninukuu kauli yake ambayo aliweza kuposti katika ukurasa wake wa Instagram. Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima aliweza kuandika hivi: huyu ni nani? Nampataje? Maana kama kwa maneno mnayosema sio AI, basi tunahitaji kwenda kukarabati akili yake. Halafu sasa naanza mkakati pia wa kutafuta wazazi wao na wazee wa mitaa na vijiji vyao na viongozi wao wa dini, ili tushirikiane kujadili watu wa aina hii walizaliwa wakiwa na hitilafu gani, kwani na ipi mikakati yao. Hii itaenda sambamba na hatua za kisheria vile vile kupitia dawati la jinsia na polisi. Haya, naombeni nampataje huyu? Jina lake, simu yake, anaishi mkoa gani, wilaya gani, kata gani, mtaa au kijiji gani, ili nianze kuwapigia simu serikali yao waweze kumchukulia hatua za kisheria. Sasa kabla sija kusomea maoni ya watu walikuwa wanajibu nini katika hiyo posti ambayo kaweza kuuliza Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima, nilikuwa napitia hii posti ambayo aliweza kuposti klipu ya huyu mwana mitandao ambaye alikuwa anafanya maudhui mabaya katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hivi sasa ameokoka na amechukua hatua nzuri sana ya kuanza kujiheshimu yeye mwenyewe. Huyu ni mwanadada, kama unamkumbuka, jina lake anaitwa Kibomba.
So Dorcas Gwajima aliweza kuja na kuandika hivi: dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu zitafanywa kuwa nyeupe kama nini, akawasema malizia. Lakini mheshimiwa Dorcas Gwajima aliendelea na kusema kwamba huyu sasa hata mimi kwenda kumtembelea nyumbani kwao pia nipitie kwa mchungaji ili tubadilishane mawazo, na yeye mwenyewe azidi kubeba wajibu wa kuendelea kuwakomboa wengine kutoka kwenye lindi la minyororo ya ibilisi, wakizani wao ni wajanja sana, kumbe giza tupu. Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Katambi na Jeshi la Polisi Tanzania, dawati la jinsia na Mheshimiwa Baba Kegan, Waziri Paul Makonda na ustawi wa jamii na wachungaji wetu na mzazi, asanteni kwa ushirikiano wenu. Tutaendelea kuwaleta wengine tu hadi wakumbuke kuwa kuna Mwenyezi Mungu na kuabudiwa na mamlaka zote zitokazo kwa sheria kuu, ili lio ndani ya moyo ya Mungu wao, maana tukianza hizi za kwenye makaratasi yetu moja kwa moja, basi wajue tumeshindwana parefu sana. Sijui inaeleweka. Sasa hiyo ilikuwa ni posti ambayo ilikuwa namzungumzia Kibomba na kufurahishwa na kitendo ambacho Kibomba amekichukua kwenda kutubu kanisani kwa mchungaji Magembe, mchungaji ambaye anafanya vizuri sana katika masuala mazima ya wokovu. Sasa nilikuwa napitia comment, baadhi za wadau walikuwa wanasemaje kufuatia ile andiko ambalo aliweza kuandika Mheshimiwa Dorothy Gwajima kwa huyu mwanadada ambaye ni kama vile alikiuka maadili. Huyu mwingine kaza kusema kwamba kinyeo si chake jamani, au cha nani? Vipi kuhusu mashoga? Aliweza kujibiwa na Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Dorothy Gwajima akamwambia hivi: hawa huwa wanaunga wanaenda kutibiwa, hata senti hawana, jambo linaloharibu afya yako la nini? Huyu mwingine kaza kusema kwamba maadili yapi mashoga, mbona hujawatafuta? Mheshimiwa Dorothy Gwajima kawajibu kwamba mimi si watafuti, bali taarifa zao zinawasilishwa kwenye wizara inayohusika na kutafuta civics uliosoma. Mwingine kaza kusema kwamba Nkoti mpaka leo hatuoni amechukuliwa hatua gani, anza na huyo kwanza ndio hao wengine wafuate. Mheshimiwa alimjibu na kusema kwamba kaulize wizara ya mambo ya ndani wamefanya nini, maana yeye na wote wengine majina yao yashakabidhiwa, na huyo ndio tayari tatizo kichwa chako hicho. Mwingine kaza kusema kwamba wenzetu wanashindana kiteknolojia angani, sisi tunashindana kudili na maisha ya watu. Mheshimiwa, mbona kuna mengi ya kudili, hawachana nao. Huyu mwingine kaza kusema kwamba mama akina Lady Na huko TikTok mashoga zake zaidi huyo, walai muda natamani kwa TikTok serikali ifungie jamani, matusi. Mwingine kaza kusema kwamba hilo genge na majina yao yote hapo, kichobaki ni hatua tu zichukuliwe. Hizo ni baadhi ya comment za mashabiki ambazo walikuwa na comment kufuatia page na ukurasa mbalimbali baada ya Mheshimiwa Dorothy Gwajima kuposti hii picha ikimuonesha huyu mwanadada Asna Cute akimtafuta. Wewe una lipi la kusema? Shika comment yako hapo chini. Hii ni Blue House Dax Media. Mimi ni Todd Dax_Drizzy.